Bado nagombana wenzangu namna kutoza ushuru wa mazao barabarani, kwamba sioni kama sisi kama the youngs wa leo kwenye generation yetu, watu wamesoma, dunia iko kwenye kiganja, bado tuamini kwamba utatoza ushuru kwa kuweka kamba barabarani, mambo ya kizamani. Yani bado naamini kwamba mabenki kama ninyi NMB mna room ya kuja mkaongea na halmashauri, mkaambia jamani, halmashauri ninyi hapa si mazao makubwa ni viazi na parachichi, sisi tuko tayari tuonyesheni eneo tuingie mkataba tujenga hapa pack house, maeneo ambayo watasafishia matunda, watasafishia viazi mviringo, mweke tu taratibu kwamba hakuna mtu atatoka na fuso Njombe ya parachichi bila kupita kwenye pack house. Kwa nini mtakuwa mnatoka kwenye pack house zenu pale, either ni private sector au ni halmashauri? Such thinking. Lakini kwamba unaajiri mtu, ulimwengu wa leo barabarani kuna tuta, kuna geti la kamba, kuna misumari pale, mambo mbona ni loko, yani hayafanani na barabara tunazojenga sisi, hayafanani na watu ambao tunawazalisha. Zamani mkuu wa idara darasa la 8 form 4 na certificate, leo ni masters, mnakutana pale. Kwa hata mtazamo wa mabenki, benki wanakama kuna solutions, no, sisi wa solution hii. Lakini benki unaweza kusema sisi kwa mikoa ya kusini huku tunataka tuwapeleke wakulima au watu wanaofanya value addition wakaone. Sisi tunataka watu wa halmashauri mkaone pack house Rwanda. Mkienda kule mkirudi hapa, viazi vyenu vyote mtapata hiyo halmashauri mara 2, kwa sababu wakulima watakuwa comfortable. Hauzi kwa pressure. Sisi tunataka mweke utaratibu mzuri parachichi zenu, lakini with pack house. Kila mwenye parachichi atakuwa anapaka sipo. Kwa mimi naona kwamba na hayo yanaweza kusababu yalika, kwa sababu serikali yetu tu hili. Sisi ni watu wengi hapa ni milenia, Gen Z wachache. Lakini dunia iko kwenye kiganja, hata ukikaa tu hapo, kwani Mexico wanauzaje maparachichi na wenyewe wanawekaga mageti kama sisi? Hivi kule Rwanda kwa mfano, nadhani best practice ya nadhani Burundi, mnunuzi aonai na mkulima. Tena wao unaanza kama ni kwa sababu wanunuzi wale exporters ni dola, wana deposit direct wakiwa nchini kwako, ili usije hapa ukaenda NMB ukabadilisha dola. Kwa mnajua tuna exporters 50. Sasa idara ya research ya benki ina kama kuna research kwamba sisi tunataka tupilot mkoa mmoja, tukutanishe madalali wote, exporters wote, value additioners wote wa mazao 1 2 3. Then watu wanaanza kulipa wakiwa kule nje, kama anavyolipa tu kwenye mahoteli makubwa. Akija hapa anakuja tu na slip yake, then anachukua mzigo. Baadaye kwenda kuonana na wakulima kule, wanaanza kubishana, mnafanya pros and cons. Kwa ninachosema, benki ni bridge nzuri sana ya kutransform uchumi wa ukanda huu, na transformers wazuri ni ninyi, kwa sababu makao makuu anaona tu kwenye mfumo unapompelekea. Lakini otherwise mimi nawashukuru kwa sababu benki mmefanya kazi kubwa. NMB mmekuwa msaada mkubwa sana. Mtaona hata juzi wafugaji wameanza kubadilika automatically tu, watu wameanza kubadilika, na tuna program tena tunafanya na NMB kwenye collection ya maziwa lakini ningetamani sana pengine in future tunakutana kama hivi kwenye avocado forum, kama manager wetu wa kanda hivi mlivyo, lakini tunaenda kwenye ukumbi mkubwa ambao tutakutana na exporters, tutakutana na farmers wale wakubwa, tutakutana na value additioners, whether ni avocado au ni viazi mviringo au ni vitunguu. Alafu tunajadiliana kwa sababu kila mmoja ana stake kwenye eneo lake, kwamba ni anatokea kwenye zoni ya hawa watu wanaofanya hiyo kazi kubwa. Kwa hiyo mimi ninachoamini kwamba tukishirikiana na sisi kama serikali, we are more than ready kuona kwamba benki hii bridge inakuwa na impact kubwa. Tukipunguza mikopo ya watumishi wa serikali, mkachukua stake kwa the opposite, kwamba youngs wengi wa kwenye private sector wamechukua mikopo mingi, kama ambavyo watumishi wa serikali mikopo yao ni mikubwa kwenye benki, tutakuwa impact society yetu kwa kiwango kikubwa. Sisi hapa tumekaa na manager wote kabla ya huyu, na amekuja Tony kule Makambako. Sisi kila mtu anaenda kwenye branch yenu yuko happy namna ambavyo anapata huduma nzuri, lakini pia flexibility, na benki imejitransform katika vitu vingi, watu kuwafikia, na forum kama hizi zinakuwa ni nzuri, zinahuisha benki kuipeleka kwa watu.
Kwa hiyo ni kitu kizuri, hata mkiwa mna rotate hivyo, mimi naona kwamba rotation ni nzuri, lakini nadhani tu tutaongeza kwenye kuvisit ili muone uconnect na ninyi wenyewe pia cha kufanya. Baki pia tunao mifano huko kwenye mafamilia yetu, watu ni bankers kutoka kwenye utumishi, has nothing, ana hadithi tu. Kwa hiyo pia mkivisit sio kwamba mganga ajigangi, si ndio? Fuata nayo ya ubiri, usifuate nayo ndo wewe katawa ujinga. So una visit baadaye unaambia Tony, bwana hebu nisaidie huko, hata ukiona mtu anauza eka 50 naomba na mimi unisaidie niweze kununua. Kwa hasa hilo ndo kubwa. Otherwise brother Faramagwana, kushukuru na Tony na kina Mpozi hapa, karibuni sana Njombe, tuko proud na benki yetu, benki ya NMB. Kwa majina naitwa Wogofya Mfaramagoa, mimi ni meneja wa kanda wa benki ya NMB na naangalia biashara ya benki katika mikoa 5 ambayo ni Iringa, Njombe, Mbeya, Songwe pamoja na Rukwa. Leo hii tupo Njombe, hasa ukizingatia mkoa huu wa Njombe unategemea sana kilimo katika maeneo makubwa kama matatu, ukianza kwenye viazi hivi viazi mviringo, lakini pia kwenye eneo la avocado ambalo ni zao jipya la kibiashara ambalo linakuja kwa nguvu kubwa, lakini pia kwenye maeneo ya mazao ya misitu ambayo nayo alizungumzia. Hasa sisi kama benki NMB tunafanya nini? Niseme moja kwa moja kwenye kuwasapoti wakulima. Tuna mikopo ambayo mkulima anaweza hata asije benki, akiwa na simu yake ya mkononi, akiwa na akaunti NMB na simu yake ya mkononi, anaweza akajikopesha mpaka milioni 2. Hana sababu kabisa ya kuja benki. Kwenye mfumo wetu unamwangalia huyu mkulima anavyofanya miamala kwenye simu yake ya mkononi kwa kupitia akaunti yetu NMB, na kutokana na miamala anayoifanya na kukopa kuanzia kidogo kidogo, kuanzia 100,000, 200,000, 300,000, jinsi anavyorejesha na kuongeza kufanya miamala, anaweza kujikopesha mwenyewe bila kuja benki kabisa mpaka shilingi milioni 2. Sasa ukiangalia kwa wakulima wadogo wengi ambao wanalima heka moja kama ya viazi, ambao unakuta labda mtaji tu kwa ajili ya kuweka mbolea pamoja na madawa pengine haifiki hata 500,000. Manake huyu anaweza kabisa kujikopesha mwenyewe bila kuja benki kabisa kwa mkopo wetu ambao unaitwa Mshiko Faster. Kwa hiyo tuna hiyo bidhaa madhubuti kabisa inaitwa Mshiko Faster, ipo kwa ajili ya kuwasaidia wajasiriamali wote, sio tu katika kilimo, hata vijana wadogo ambao wamemaliza shule na wamejiajiri kwenye shughuli zao binafsi, wanaweza kutumia hii huduma yetu ya Mshiko Faster kujikopesha mpaka milioni 2. Wateja wadogo hata vijana ambao labda wamemaliza vyuo, labda wana shughuli tofauti ndogo ndo wanaanza, ukweli hawana sababu kabisa ya kuja benki. Ukiangalia kwa shughuli zao ndogo, nichukue mtu mfano, kijana ambaye anaweza akawa na eneo dogo, labda tu ana maeneo la soko, anatengeneza juice. Anaweza kaingia asubuhi akaingia kwenye Mshiko Faster akajikopesha labda 200,000 au 300,000. Akaenda sokoni akanunua matunda yote anayohitaji. Pale kwenye kibanda chake akatengeneza juice, akaiuza hiyo juice. Nafikiri ikifika saa 8 au saa 9, 200,000 anakuwa ameshairudisha. Anaenda phase nyingine. Kwa hiyo kwa